SNTV Online. Huu ni wakati wetu. Mgombea urais wa chama cha Makini visiwani Zanzibar, Ameri Hassan Ameri, ameahidi mapinduzi makubwa katika sekta ya kilimo cha mwani baada ya kufanya ziara katika kijiji cha Uroa. Katika hotuba yake mbele ya wakulima wa zao la mwani, mgombea huyo amesema iwapo atachaguliwa, bei ya mwani haitashuka chini ya shilingi 6,000 kwa kilo na vifaa vyote vya kilimo vitatolewa bure. Kwa sababu mwani kwanza una faida nyingi. Mwani ukiuchakata unapata sabuni. Mwani huu ukiuchakata unapata mafuta mazuri. Mwani huu ukiuchakata unapata dawa za asili. Lakini mwani huu pia ni chakula, na hasa kwa bara la Asia na Ulaya. Kwa hivyo kuna kila sababu chama cha Makini tukiingia madarakani, kwanza tutahakikisha mwani wakulima wetu wanauzalisha, lakini hatupeleki Ulaya huu mwani. Mwani huu tutauchakata hapa Zanzibar kwa kujenga viwanda, ili wananchi wa Zanzibar nao pia wafaidike na mwani. Zile mali hafi ambazo nilizozitaja, baada huu mwani kuuza uko nje, wao wanatuletea mafuta mazuri, wanatuletea manukato, wanatuletea vipodozi, wanatuletea mafuta. Hivi kwa nini Zanzibar tusizalishe? Kwa hivyo chama cha Makini tumefanya utafiti. Katibu mwenezi Mheshimiwa Fahmi amekwenda Indonesia maalumu kwenda kufanya utafiti pamoja na grupu letu, na tumegundua kwamba huu mwani mbali ya kuleta faida kwa wananchi mmoja mmoja, kuwainua kiuchumi, lakini pia hata pato la taifa litaongezeka endapo tutatengeneza mazingira mazuri hapa Zanzibar. Kwa hivyo mimi niwaombe sana, niwaahidi kwanza, kima cha chini cha kilo ya mwani serikali ya chama cha Makini utakuwa shilingi 6,000. Na si shilingi 6,000 tu. Vifaa vyote vya kilimo cha huu mwani vitatolewa bure na serikali ya chama cha Makini. Akiwasilisha ajenda ya mageuzi ya kiuchumi kupitia kilimo cha mwani, anasema hatua hii ina lengo kubadilisha maisha ya wakulima na kuongeza pato la taifa kupitia viwanda vya kuchakata zao hilo. Kila kijiji ambacho wanalima mwani tutajenga kiwanda, ili wakulima wetu wa mwani wasipate shida kwenda kutafuta soko la kuuza. Lakini si hayo tu, tutawapa mikopo ambayo itawasaidia kufanya harakati zenu za kimaisha, na mikopo hiyo itakuwa haina riba. Kina mama, nimesema katika sera zetu, kila mwananchi Mzanzibari atapata kwanza shilingi 500,000 kila mwisho wa mwezi. Lakini kupata shilingi 500,000 kila mwisho wa mwezi hakupelekei wewe kuacha harakati zako za kutafutia riziki. Kwa hivyo kilimo cha mwani kitaendelea, lakini kilimo cha mwani cha kisasa. Sisi chama cha Makini, kama mnavyoona hii crown iliyoivaa, huku ni kijani, kijani ni kilimo. Kilimo hicho mpaka baharini tunakwenda kuhuisha kilimo cha mwani. Matumaini yetu tutampa tukijaliwa, na pia tusaidie, maana kazi ngumu hii. Vifaa hatuna vya kupandia mwani, vya kuvunia pia hatuna, tunanunua tu. Changamoto ndio hivyo, bei ipo chini, vifaa hatuna. Kwa hiyo yeye ndo mkombozi wetu, kama avosema atukomboe. Tumefurahika sana kwa mgombea kutujia leo Pwani kujatizama zao letu la mwani. Maana hajaja rais hata mmoja kuja huko Pwani akatizama mwani. Kwa hivyo sisi tumefurahika na tumefarijika, na tunaomba aendelee baada ya kupata urais. Mpango huu wa kuongeza bei ya mwani na kujenga viwanda vijijini unaelezwa kuwa na uwezo wa kukuza uchumi wa vijiji vya Pwani na kupunguza ukosefu wa ajira. Subscribe, bonyeza alama ya kengele kupata habari nyingine kama hizi. Pia usisahau kulike na kushare. SNTV Online. Huu ni wakati wetu.